Alipokuwa anachezea yule nyoka, bahati mbaya akaingia kwenye gari hiyo ya kwanza kwa chini uvunguni. Amemchezea mara kumchezea akamshinda, akaenda kujivirika kwenye tairi la mbele. Ni maneno ya shuhuda wa tukio la kustaajabisha baada ya nyoka mkubwa aina ya chatu kumshinda na kumtoroka kijana aliyekuwa akimchezea. Ili kuvuta wateja katika soko la mji wa Njombe na kukimbilia kwenye moja ya gari iliyokuwa imepaki karibu na soko hilo. Akizungumza na Ayo TV baada ya kutolewa nyoka huyo, afisa utamaduni wa halmashauri ya mji wa Njombe Clemence Manga amewatoa hofu wakazi wa mji huo, ambapo amesema jambo hilo lililotokea ni changamoto kazini na kuwataka kutokuhusisha jambo hilo na imani za kishirikina. Kwa majina anaitwa Israeli Mtega, ni mjasiriamali mdogo tu hapa sokoni. Lakini tatizo lililotokea hapa, kuna mtu alikuwa anachezea nyoka. Alipokuwa anachezea yule nyoka, bahati mbaya akaingia kwenye gari hiyo ya kwanza kwa chini uvunguni. Amemchezea mara kumchezea akamshinda, akaenda kujivirika kwenye tairi la mbele. Sasa kama amezidiwa, yule amejikojolea, akazidiwa nguvu. Aliyokuwa anamvuta akawa amezidiwa nguvu, akakimbilia juu ya gari. Kwa maelezo yao anasema alikuwa amejikojolea. Kwa hiyo alipokuwa ameshika ule mkia akashindwa, akazidiwa nguvu, akateleza. Kwa sasa hivi tunamsubiri mwenye gari aje atusaidie ili funguliwe ile bonnet ya mbele ili wamtoe. Lakini mwanzo wake ndio unachukua hiyo nyoka unamchezea na nini, baadaye wanaanza kutoa madawa, wanafanya nini, wanauzia watu madawa yale kwenye vyupa, wanauza shilingi 5,000 mpaka baadaye wanauza shilingi 3,000. Wakishachukua ile zile unaondoka, ukiondoka nenda kama nusu saa au masaa mawili, wanarudi tena wanafanya vile vile. Kwa hiyo maana nyoka kama unamchezea kwa maana kama watu wafanye wajae. Kwa hiyo ndio technique ambayo naifanya. Leo kitotokea, mimi nilikuwa ndani hapo sokoni, na mimi ni kiongozi hapa hapa. Nimeambia kwamba nyoka mfanya nini, wamepokonyoka kwenye mkono, ameingia kwenye gari. Hilo gari la binamu yangu mimi hilo. Baadaye mimi natoka kule nje kuja kuangalia hilo gari, nakuta wanasema ameingilia hapa. Maana ameingia kwenye bonnet, ina maana kwenye tairi za mbele kwa chini. Ameingia chini. Sasa alipoingia chini, sasa wanadhani wao wanadhani kwamba ameshakuwa kwenye engine kule juu. Sasa issue inaikuja ni kwamba mwenye gari alipokuwa amepaka hapa alikuwa ameenda msibani Usalule huko. Na alipopiga simu kwamba mimi bwana niko msibani huko, lakini mimi gari funguo mimi niziacha Dar es Salaam. Nilikuja mara moja Njombe, nikaenda Dar es Salaam. Niliporudi maana nguo nizo kwa nimezivaa niliziacha Dar es Salaam, nimeacha na funguo. Kwa hiyo sasa niko Usalule. Sasa hayo ni maelezo ya mwenye gari. Sidhani kama hivi yuko vile kwa maana funguo ziko kule Dar es Salaam au vipi, sielewi. Lakini baadaye tumelazimisha kwamba afanye nini, waweze kuja kwenye tukio, kwa maana kwenye gari lake kama anafungua, maana kafungua nini bonnet ili watu wamtoe nyoka wake. Nyoka anayechezea ni huyu mwanaume mfupi huyo, amevaa kaptula nafikiri mmoja. Lakini huyu mama ndio muda mwingi ndio anafanya matangazo maneno kwa maana watu wafanye wafike. Baada ya kufika ndio anachukuliwa nyoka, wanaanza kumchezea, anammeza, yani anaweka kichwa mpaka mdomoni. Saa zingine anaweka kwenye uchi huko. Baadaye akishapoa, maana watu wameshafika tayari wamejaa, ndio wanaanza kufanya hizo biashara za madawa. Kwa hiyo mwisho sasa akawa anataka amemshika ile nyoka. Sasa sijui imekwaje sijui, akampokonyoka kwenye mikononi mwake, akaingia kwenye gari lile kule. Alipofika sasa, alipoingia kwenye gari lile kule kuja yeye kuchungulia, ikaonekana amepaa juu ya bonnet. Kwa jina ninaitwa Clemence Manga, ni afisa utamaduni wa halmashauri ya mji Njombe. Kwa kifupi, kilichotokea eneo letu la soko kuu hapa ni kwamba kulikuwa kuna muuza tiba lishe ambaye alikuwa na nyoka lakini nyoka wake ni kwa ajili ya kivutio, kwamba akimtoa nyoka basi watu wanajaa kumshangaa nyoka, na baadaye anatoa elimu yake ya tiba lishe, basi watu wanaweza kununua, wenye shida ya kununua wananunua, na kwa ajili ya kwenda kujitibu. Na kwa kifupi, kama ofisi inamtambua huyu, alifika ofisini kwa mkurugenzi kuomba kibali cha kufanya biashara yake, na kwa sababu
ofisi imejiridhisha na vibali vyake, ni vibali vyake yuko sahihi kabisa kwa kufanya biashara hiyo, na si kwamba yani kwa biashara yake ni halali kwa kufanya biashara, na ana vibali vyote vya hata kumiliki huyo nyoka pia, lakini ni changamoto tu kazini. Katika kufanya kazi nyoka akawa amemponyoka, ameingia kwenye gari ya jirani. Kwa hiyo lakini hajaleta madhara yoyote, na tumefanikiwa kumtoa nyoka kwenye gari, na mwenye gari ameendelea na shughuli zake kama kawaida, na yeye mwenyewe muuza tiba asili na anaendelea na shughuli zake kama kawaida. Lakini kama afisa utamaduni nitoe tahadhari tu kwa wafanyabiashara hawa kwamba wawe makini na vitendea kazi vyao. Kwa mfano nyoka, kuwa naye makini, kwa sababu nyoka ni mnyama ambaye anaishi polini. Kwa hiyo anapokuwa anaona watu, anaweza kana anatamani kurudi labda polini ambako ndio mazingira yake ya kuishi. Lakini kwa kifupi hakuna kitu chochote, na wafanyabiashara wa soko kuu wanaendelea na biashara zao kama kawaida, lakini pia na wananchi wanaendelea biashara zao kama kawaida.